Bana, baada ya muda mrefu Mbosokani kutoka WCB, kulikuwa na kimya kirefu sana hapa katikati, lakini pia mashabiki zake walikuwa wanasubiria ngoma pengine inaweza ikaja mpya. Muda mrefu, baadhi ya klipu ambazo zikionekana maisha ambayo anapitia Mbosso, reality yake baada ya kutoka WCB, lakini pia maneno yalikuwa mengi kuwa Mbosso baada ya kutoka WCB kuna vitu ambavyo havikwenda sawa yeye na bosi wake. So kwa muda mrefu, baada ya miezi mitatu kukaa kimya, la siku ya jana kwenye peji yake Instagram ameposti profile yake yenye rangi ya kijani, lakini pia aliposti picha moja yenye rangi ya kijani akiwa na maana kwamba hajaweka wazi kwamba kijani ile inamaanisha nini, lakini pia mashabiki zake wakahisi labda pengine Mbosso anaweza akaja na album au EP kwa sababu muda mrefu sasa hivi, na of course ndo first time wanaingia kufanya ngoma zake mwenyewe kujitegemea. Pengine watu walikuwa wanategemea hivyo kuwa inaweza ikawa EP ama album ambayo anaweza kaipa jina ambalo linaendana na ile kijani au green light. So hivyo ni vitu vingi sana ambavyo watu walikuwa wanajiuliza, lakini pia wiki hii kumezua taharuki baada ya Mbosokani kumuona katika maeneo ya Basata. Tunafahamu kwamba msanii yoyote ambaye anafika Basata either kuna mambo mawili, pengine ngoma ambayo imeifanya haikuwa na maudhui au haikuwa ya maadili, vitu ambavyo vimeimbwa kwenye ngoma hiyo, lakini pia pengine na hicho kuna utofauti kati ya record label ambayo inamsimamia au management. Mbosso siku ya juzi wiki hii hapa Jumatatu katika ukurasa wake wa Kani FC ambayo ndo unaposti maudhui yake kupitia Instagram, ameposti ukimuonyesha kwamba ametembelea katika makao makuu ya Basata na kumtembelea Dr. Mapana kwa ajili ya kufuata utaratibu wa kisanaa, lakini pia na mambo yake ya muziki sana. Watu wakawa wanajiuliza pengine anaenda kwa ajili ya nini au sobana, au kuna namna yeye na bosi wake hawajaachana vizuri. Lakini pia Diamond Platnumz kipindi cha nyuma, baada ya kuulizwa swali kwamba vipi Mbosso umemwachaje, Diamond alikiri na kusema kwamba Mbosso sasa hivi mimi nimemwacha mikono salama, yani sijamchaji chochote wala sijamchaji fedha yoyote, kwa sababu Mbosso ni msanii ambaye pia ana nidhamu, lakini pia anaheshimu mkubwa na anaheshimu pia ofisi. Hizo ni kauli ambazo ilizitoa Diamond Platnumz baada ya kuulizwa kuhusiana malipo baada ya kutoka Mbosso WCB. So lakini licha ya hizo kauli za Diamond Platnumz, watu wakarelate story, wakarelate doti baada ya Mbosokani pia juzi kati aliposti kwenye IG yake ya Instagram, akaandika Insta story na kuzungumza hivi. Insta story iliposti siku mbili zilizopita, akasema pengine kuna changamoto unapitia ambazo hata rafiki zako, ndugu zako, mpenzi wako, wazazi wako, watoto wako ama familia yako kwa ujumla hawazifahamu. Umechagua kupambana bila wao kuwatia unyonge. Trust me, hilo litapita na kila kitu kitakuwa sawa. So hii ni Insta story ambayo iliposti kipindi cha nyuma before, kabla ya kwenda Basata, lakini baada ya watu kumuona anaenda Basata, lakini pia na kufuta picha zake zote kwenye IG yake ya Instagram na kuposti green light, basi watu wakajua wengine inaweza ikawa labda kuna shida ambayo inamkuta Mbosso na management yake au sobana. So kama wewe ni shabiki wa Mbosso au fans wa Mbosso, angusha maoni yako hapa. Unahisi Mbosso ana shida gani kwenye hichi kipindi? Pengine tayari Diamond anaanza kudai cha kwake kwa sababu kajitegemea, au pengine kuna vitu ambavyo amewekewa limit, maybe mitandao ya kijamii kuchukuliwa na management yake ambayo alikuwa anafanya nao kazi. Drop ya comment hapo, utakuwa umetisha kinoma noma. Hii ni Bongo Plus TV. Mimi naitwa Riziki bwana Libya Kitengo. Papao.